Miongoni mwa tafakuri muhimu ambazo wananchi Yanga wanapaswa kuzifanya kuelekea micheo ya kwanza ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika watakaocheza Jumamosi dhidi ya FAR Rabat ya kutoka nchini Morocco ni juu ya namna ya kuendea mchezo. Ndio hawa kwa kuangalia kile walichokifanya msimu uliopita katika ligi ya mabingwa ambapo pia walikuwa kwenye kundi B, namna walivyokuwa wakiziendea mechi zao, basi bila shaka Yanga watapata kitu cha namna ya kucheza dhidi yao na mwisho wa siku kupata matukio mazuri yatakayowapa furaha wana Yanga, yatakayowapa furaha wa Tanzania katika mchezo huo utakaochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Ikumbukwe FAR Rabat msimu uliopita katika ligi ya mabingwa barani Afrika walikuwa na tiketi kutoka katika taifa lao la Morocco wakiwa kama mabingwa wa ligi kuu ya Morocco msimu 2023-2024. Lakini sasa wanashiriki michuano hiyo ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa wamepata tiketi kwa kuwa katika nafasi ya pili kwenye msimu uliopita wa ligi kuu ya Morocco, mabingwa wakiwa ni RS Berkane. Lakini namna walivyocheza katika mechi zao za hatua ya makundi msimu uliopita kwenye kundi B, walikokuwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, walikuwa pia AS Maniema ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine ni wenzao kutoka Morocco ambao ni Raja Casablanca. Mpaka hatua ya makundi nakamilika, wao wakiwa miongoni mwa timu zilizofuzu kwa hatua robo finali, waliongoza kwenye kundi lao hili la B, wao wakiwa vinara kwa maana ya FAR Rabat, namba 2 wakiwa Mamelodi, namba 3 Raja. Waliomaliza mkiani walikuwa ni AS Maniema. Kwa nini waliongoza kundi? Ni kwa sababu walimaliza katika mechi 6 za hatua ya makundi wakiwa na pointi 10, lakini vile vile mabao wakifunga mabao 8 wakiruhusu mabao 4. Mamelodi Sundowns walishika nafasi ya pili, wao wakiwa na pointi 9, mabao wakiwa na 5, wameruhusu 4. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo walimaliza kwenye kundi lao wakiwa imara sana. Raja Casablanca walioshika nafasi ya 3 walikuwa na pointi 8. Sasa nini walikifanya? FAR Rabat kile walichokifanya katika msimu uliopita ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi, ambayo mwisho wa siku kama nilivyotoka kuonyesha walikwenda hatua ya robo finali ambapo walikutana na Pyramids ya kina Fiston Kalala Mayele. Mechi ya kwanza kwao kule Morocco walishinda 2-0. Lakini mechi ya marudiano nchini Misri wakafungwa 4-1, na hivyo Pyramids wakasonga mbele kwa hatua ya nusu finali, tunakumbuka vizuri, ambako walicheza dhidi ya Orlando Pirates na mwishowe wakawatoa Orlando wakaenda finali wakacheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, wakawa mabingwa hawa Pyramids ya kina Fiston Kalala Mayele. Lakini FAR Rabat kwenye hatua yao ya makundi walipataje pointi 10? Ni kwa sababu walikuwa wakicheza kijanja sana kwenye mechi zao. Yaani vile wanavyocheza katika ligi kuu ya Morocco, katika ligi ya mabingwa na hususan hatua ya makundi ni tunaweza kusema ni tofauti. Wakiwa kwenye ligi ya mabingwa hatua ya makundi, FAR Rabat ili kupata matokeo wanapocheza na timu ambayo wanajiona kana kwamba ama wanalingana au wamezidiwa nao kwenye wasifu, kwenye makaratasi, yani kama walivyocheza dhidi ya Mamelodi Sundowns ambao kwenye kundi lao ndio waliokuwa wametoka katika poti 1 huku wao wakiwa wametoka katika poti 2, walioheshimu sana wakacheza kijanja. Na hata pale walipocheza dhidi ya Raja Casablanca ya Morocco, wenzao walicheza kijanja sana. Matokeo yake mechi 6 za hatua ya makundi walishinda mechi 2, halafu wakatoa sare mechi 4. Hawakupoteza mchezo wowote, na ndio maana wakaongoza kundi wakiwa na pointi 6 ongeza 4 wakawa na pointi 10. Walipocheza dhidi ya Raja Casablanca kwa mfano, kwao wa mechi iliisha kwa sare ya bao 1-1, lakini walipokwenda kucheza ugenini wakashinda 2-0. Ni kwa vipi walikuwa wakicheza kimkakati? Kwa mfano ni pale walipocheza dhidi ya Raja Casablanca, ni kwamba walianza kucheza ugenini. Ugenini kwa maana nyumbani kwa Raja. Walipoenda kucheza kwa Raja, walichofanya waliwaachia Raja wamiliki zaidi mpira, wao wakawakizuia zaidi. Katika mfumo wao kwenye kucheza ilionekana wameanza na walinzi 4, viungo ile ukabaji, 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara 1. Lakini kwenye kucheza haikuwa hivyo, kwa sababu kwa wastani tunasema average position walikuwa kwenye kujipanga. Baada ya golikipa kulikuwa na wachezaji 8 wote wakiwa katika eneo lao, halafu mbele kulikuwa na watu 2 tu. Bas kwa wastani ilikuwa hivyo. Na katika baadhi ya nyakati
mbele kulikuwa na mtu mmoja, huyu mwingine wa pili alikuwa katikati ya mstari wa uwanja, alafu wanane wako nyuma kwa wastani katika dakika zote 90 za mchezo. Ni katika mechi ambayo Raja wakiwa nyumbani walimiliki mpira kwa 60%, wakati wao Faraba walimiliki kwa 40%. Ndio. Lakini nini kilichotokea? Ni kwamba Faraba wakashinda mabao 2-0. Walicheza kijanja sana. Kwenye mechi ya marudiano ulitarajia kuona baada ya Farabat kupata ushindi wa 2-0 ugenini nyumbani kwa Raja, basi wakiwa nyumbani kwao wataupiga mwingi zaidi. La hasha. Waliporudi nyumbani kwao, mechi nzima walichofanya waliongeza tu umiliki wa mpira, wakamiliki kwa 51%, halafu Raja 49%. Mechi nzima mashuti ya kulenga shabaha wao walipiga 3 na Raja walipiga 3. Mabao ikawaje? Matokeo ikaisha 1-1. Yani walikuwa wanacheza kimkakati, ambapo lengo namba 1 ni kutopoteza mchezo. Yani ikibidi basi waambulie pointi 1 lakini kutofungwa, na ndicho kilichotokea. Mechi 6 walishinda 2 tu, halafu nyingine zote sare. Mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns kwa mfano, nini walichokifanya? Mechi ya kwanza wakiwa kwao dhidi ya Mamelodi Sundowns iliisha kwa sare ya 1-1, ambayo wao Faraba wakiwa nyumbani umiliki wa mpira ulikuwa ni 40%, alafu Mamelodi wakiwa ugenini nyumbani kwa Farabat wakamiliki kwa 60%. Ni mechi ambayo dakika 90 ilikuwaje? Ni kwamba Faraba na Mamelodi Sundowns iliisha 1-1. Mechi ya marudiano kule Afrika Kusini, nini kilitokea pia? Iliisha 1-1 katika mechi ambayo Mamelodi walimiliki mpira kwa 69%, Farabat walimiliki mpira kwa 31% kwa dakika zote 90 za mchezo, lakini iliisha 1-1. Kilichotokea tu ni kwamba katika mechi hii walipigiwa mashuti 5, wao walipiga shuti 1 tu katika dakika ya 83. Alipiga Amin Zuzwa, lilenga lango na ndio goli lao, ikaisha 1-1 kwa sababu walishatangulia kufungwa na bao la dakika 15 za kwanza lililowekwa wavuni na Peter Shalulile wa Mamelodi Sundowns. Ni katika mechi ambayo mwisho wa siku licha shots on target kuwa 5-1 lakini iliisha kwa sare ya 1-1. Huu ni mfano mwingine wa namna walivyokuwa wakicheza kijanja. Cheza yao kwa wastani karibu katika kila mechi waliocheza dhidi ya Mamelodi Sundowns. Mechi dhidi ya Raja Casablanca walikuwa mbele wanaacha watu 2, nyuma watu 8. Katika nyakati chache walau kidogo unakuta mmoja mbele, huyu mwingine katika 2 anakuwa katikati ya mstari wa uwanja, wengine wote wako nyuma. Lakini katika baadhi ya nyakati walikuwa mbele wana mtu mmoja, katikati ya mstari wa uwanja kuna watu 2, akiwemo nani? Akiwemo Yusuf El Fahli nambari 7, kiungo ushambuliaji kutokea kulia. Lakini katika mechi zote 4 dhidi ya Mamelodi, dhidi ya Raja, walihakikisha kwamba wanazuia hawapotezi mchezo na sana sana wakipata fursa wanashinda, na ndicho kilichotokea katika mechi mojawapo dhidi ya Raja, walishinda 2-0. Lakini katika mechi dhidi ya AS Maniema kidogo walibadilika. Ndio, kwa sababu walikuwa wanakuwa na wachezaji 4 kwa wastani mbele katikati ya mstari wa uwanja, wengine wakiwa nyuma. Yani hao 4 ndio kwa wastani wanakuwa mbele, 6 wakiwa nyuma ya mstari wakati wa uwanja, wakiwa walau wanapishana, wakiwa wanamiliki zaidi mpira. Lakini sio mechi walizocheza dhidi ya Mamelodi, mechi walizocheza dhidi ya Raja Casablanca wakawa hawakupoteza mchezo. Lakini walipokuja kucheza dhidi ya Pyramids, ndipo hapo wakadhihirisha pia udhaifu wao, kwamba katika mchezo dhidi ya Pyramids wakicheza nyumbani walipata ushindi safi wa mabao 2-0 dhidi ya Pyramids katika robo finali ya kwanza. Hapa wanacheza dhidi ya Pyramids, hawa ni FAR Rabat wakicheza katika mchezo wa kwanza wa robo finali. Ni mechi ambayo wao walimiliki zaidi mpira, ni mechi ambayo walishambulia zaidi, ni mechi ambayo hawakuwa wakikaa nyuma kwa kiasi kikubwa, badala yake walikuwa wakifunguka, wakashinda 2-0. Sasa kwenye mechi ya marudiano Pyramids ya kina Fisto Kalala Mayele wakawa wanaichezea Farabat kimtego zaidi, kwamba ingawa wako nyumbani wakiwa nyuma 2-0, matarajio ni kwamba Pyramids wawe kwa kiasi kikubwa wanashambulia na kufunguka kwa wingi. Nini kilichotokea katika mechi ya marudiano? Pyramids wakiwa nyumbani hawakumiliki mpira kivile, kwa sababu walimiliki mpira kwa 43. Yani wao wako nyumbani Pyramids wakijua kwamba FAR Rabat wataingia kwenye mtego wao
kama walivyoonyesha katika mechi ya kwanza walioshinda 2-0 kwamba wa dominate mchezo, ndivyo walivyofanya Pyramids, wakawaachia wao wamiliki mpira kwa asilimia 57. Wao Pyramids wakamiliki kwa asilimia 43 tu. Lakini nini kilichotokea? Mpaka mwisho wa mchezo, mashuti ya kulenga shabaha, Pyramids walipiga mashuti 6, ilhali wao Farabat wakipiga mashuti 2 tu ya kulenga shabaha mechi nzima. Na nini kilichotokea? Pyramids katika mashuti 6 waliopiga kulenga shabaha wakafunga mabao 4, Farabat wakafunga goli 1. Mabao 2 kati ya 4 yalikuwa vuli na Fisto Kalala Mayele. Kwamba hapa unapata kitu. Maana walitolewa, ndipo Pyramids wakenda nusu finali, walikwenda kucheza dhidi ya Orlando Pirates. Kumbe wana struggle zaidi wakati mwingine pale unapochoa wao mpira, halafu nyinyi mkazuia zaidi katika eneo lenu, mkacheza kimkakati. Mkishambulia kwa kushtukiza, mna uwezo wa kwenda kuadhuru akina Caneiro, kwenda kuadhuru akina Lodwan katika miongoni Lawani katika miongoni mwa mabeki wao wakati, lakini pia kwenda kwa kipa wao tunazungumzia Reda Tagnut. Kwamba kuna nyakati ukiwaachia wamiliki zaidi mpira, nyinyi mkafunga duka, mkawa mmepaki basi, halafu mkawa na watu wazuri wa kwenda kuchangamkia mipira ile ya kujibu counter attacks kwa kasi na ufanisi kwenye kutumia nafasi, kama walivyofanya Pyramids. Nafasi 6, mashuti yaliolenga shabaha 4 kamba, ndivyo pia wanaweza wakadhurika. Kwa hiyo ujumbe hapa ni upi? Ni kwamba Yanga katika tafakuri zake, hawa mabwana ukijichanganya wanapata matokeo, kwa sababu huwa wanacheza kimbinu sana, na hasa kwenye ligi ya mabingwa kama tulivyoona msimu uliopita. Lakini na wao wana udhaifu wao, kama walivyojidhihirisha katika baadhi ya mechi ambazo wao wanamiliki zaidi, au katika baadhi ya nyakati, kwa sababu mpaka michuano inakamilika mechi 8, kwa maana 6 za hatua makundi na 2 zile za robo finali walizocheza dhidi ya Pyramids, wao walifunga mabao 11 kwa ujumla, wakaruhusu mabao 8. Kwa hiyo unaweza kaona ni kiasi gani waliruhusu mabao mengi. Mabao haya 8 waliruhusu vipi? Ni kwa sababu kwenye hatua makundi walifunga mabao 8, halafu wakaruhusu mabao 4 kama nakumbuka vizuri. Lakini kwenye robo finali walifunga mabao 3 kwa sababu walishinda 2-0 mchezo wa kwanza kwao kule Morocco, mchezo wa pili wakafungwa 4-1, kwa hiyo jumla ndio ikawa mabao 11. Halafu yale 4 ya Pyramids unaongeza na 4 ya hatua makundi, jumla mabao 8. Kwa hiyo mechi 8 wanaruhusu bao 8. Maana yake wanafikika, wanafungika, lakini lazima kucheza kimkakati. Ujumbe muhimu kwa Yanga, tafakuri muhimu kuelekea mchezo huu. Zipo namna nyingi ambazo Yanga wanaweza kucheza na kushinda. Kocha Pedro Gonçalves ni mzoefu, bila shaka atajua namna gani ya kumshinda kocha mwenzake Mreno Alexandra Santos, huyu wa klabu ya Farabat. Lakini katika zile small details ni kwamba hawa mabwana wako tayari mechi mgawane point katika hatua ya makundi, lakini msiwafunge. Yani wako tayari kabisa wasishinde, lakini wapate point. Sasa Yanga nayo lazima dawa ya moto ni moto, kwamba ingawa wanacheza nyumbani wasilazimishe, wasiforce mambo, wacheze kwa kuwatafuta, kwa sababu Yanga uwezo huo nao. Wana wachezaji wengi wenye uwezo wa kumiliki mpira, wenye uwezo wa kutunza mali, wenye kasi kama Peodo Pacome Zouzoua, wachezaji kama Ofen Chikola, wachezaji kama Lassine Kouma, wachezaji kama Celestine Ekwa, wanao wachezaji wa kutosha. Hata mshambuliaji wao Endi Bobo Boyeli anao uwezo wa kuchangamkia fursa, na hivi karibuni ameonyesha uwezo huo. Sasa Yanga wakati wanawatafuta Faraba, wakati wao wanaposhambulia, wasiende kwa idadi kubwa bila ya kuzidi kiasi cha kusahau kwenye kulinda kwao. Hapa nadhani nimeeleka vizuri kwamba wasifunguke sana, kwa sababu ni hatari, na wao ndio mwanya wanapenda kutumia, wakitumia zaidi kiungo wao huyu Mohamed Rabi Herimat kama kiungo ukabaji, lakini ndio mwenye madhara makubwa wakati wanakwenda kushambulia, wengine wakiwa ni pamoja na Yusuf El Fahli, lakini pia pamoja na Hamudani ambaye anaonekana kutokea kushoto. Wakati mwingine Reda Slim pia yupo, ana hatari kubwa. Wapo kina Hamza Kaba, lakini kwa ujumla tu huwa wanazuia sana, wanaziba mianya yote. Ndio maana katika ligi kuu ya Morocco mpaka sasa kwa msimu huu mechi 8 walizocheza wamefunga bao 14, wameruhusu bao 1. Lakini pale unapowasusia na wao mpira katika baadhi ya nyakati, ukafunga duka, ukashambulia kwa kushtukiza, unao uwezo wa kuadhuru, na ndicho alichokifanya Pyramids katika mechi ya pili. Siri yao kubwa ilikuwa ni kuachia wao mpira kwa 57%. Wao Pyramids wakiwa nyumbani wakabaki na 43% tu, halafu wakawadhuru kwa kuwafunga mabao 4. Wanafikika, wanafungika, lakini panahitaji hesabu zaidi. Sio wepesi hata kidogo. Pamoja na maelezo haya, wao wako vizuri, lakini wanafungika. Cha msingi Yanga kufanyia kazi small details kama nilizotoka
kuzigusia kwa kiasi kikubwa. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.